Wanandoa hawa walikenda kituo cha polisi kudai binti yao aliyekuwa amepotea kwa miaka mitatu, lakini walipofika huko, wasichana wawili waliofanana walitokea. Mwanamke alikumbuka kuwa hakuwazaa mapacha, kwa hivyo aliwaomba wasichana hao wawili wanyooshe mikono. Binti yake alikuwa na alama ya kuzaliwa ya mwezi kwenye mkono. Wanandoa walipiga kelele kwa furaha jina la binti yao, Anna, lakini msichana mwingine pia alikuwa na alama ya kuzaliwa ya mwezi kwenye mkono. Wanandoa walishtushwa. Chini ya msukumo wa mara kwa mara wa polisi, mwanamke alilazimika kuchukua watoto wote wawili nyumbani kwa mama mkwe wake kutambua. Hata hivyo, mama mkwe mara tu alipowaona alisema wamebadilishwa na mashetani, na alipiga kelele kwamba kulikuwa na Anna mmoja tu. Ilibainika kuwa miaka mitatu iliyopita, Anna alikuwa ameanguka mtoni wakati wa kucheza. Walipofika, kulikuwa na viatu vya jozi tu kando ya mto. Sasa, wakikabiliwa na wawili waaminifu, mama mkwe aliogopa sana hadi akaondoka. Wasichana hao wawili walijua kuwa bibi yao hawakuwapenda, lakini walitazamana na kucheka. Usiku wa manane, mwanamke aliamka kunywa maji. Aliona watoto hao wawili wakielekea kwenye chumba cha mama mkwe. Mwanzoni hakufikiria sana, lakini asubuhi iliyofuata alimwona mama mkwe akiwa anacheza kwa furaha na wasichana hao wawili. Hofu na chuki kutoka siku iliyopita zilikuwa zimepotea. Mwanamke alikuwa karibu kuongea na kuuliza swali, lakini hii ilimkasirisha mama mkwe. Kinyume chake, mtazamo wake kwa wasichana hao wawili ulikuwa tofauti kabisa. Mwanamke aligundua kuwa kulikuwa na kitu kibaya kwa wasichana hawa. Kisha aliwachukua wasichana hao wawili kwenye shule ya chekechea ambayo binti yake alikuwa ameenda kabla ya ajali. Alitumai mwalimu aweze kuwatambua. Mwanzoni, mwitikio wa mwalimu ulikuwa sawa na mama mkwe. Mwalimu alifikiria kulikuwa na Anna mmoja tu, lakini baada ya kutumia muda mfupi na yeye, aligundua kuwa mtazamo wa mwalimu ulibadilika sana. Mwalimu alisisitiza kuwa wasichana hao wawili walikuwa binti zake. Ili kujua ukweli, mwanamke alilazimika kuwachukua wasichana hao wawili hospitalini kwa kupima uhusiano wa damu. Matokeo yalipofika, alishangaa kabisa. Hata sayansi ilithibitisha kuwa walikuwa binti zake wa kizazi. Mwanamke hakuweza kukubali ukweli huu. Aliendesha gari kwenda nyumbani kwa mama yake usiku, akitarajia kupata jibu. Baada ya kukutana, mama yake alimpa boksi. Ndani ya boksi kulikuwa na picha za msichana alipokuwa mdogo, lakini kulikuwa na doli ya ziada katika kila picha. Walidhani kuwa msichana mwingine alikuwa doli iliyobadilishwa kuwa mwanadamu.